Bwana, baada ya dabi ya Kariakoo kumalizika siku ya jana Machi mosi ama tarehe 1 mwezi wa 3 jana, leo tarehe 2 leo. Mjadala umekuwa ni mwingi. Siku ya jana tulianza kuona mjadala ilikuwa ni mwingi, magoli, goli la Sele Mwalimu, offside ya Principal Menelo Dube, maamuzi ya refa kwa ujumla. Uchambuzi ulikuwa ni mwingi, lakini mwisho wa siku nikaona kwenye peji ya Simba walikwenda na ile paragraph ya mwisho ambayo alizungumza rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia, ambaye alisema mwamuzi atakayeharibu mchezo huo si tu kwamba atafunguliwa mashtaka bali atakwenda jela. Sasa wadau wamekuja na maoni tofauti tofauti, ikiwemo kwamba miongoni mwa vitu vilivyopelekea waamuzi wakavurunda dabi hiyo siku ya jana, cha kwanza baada tu ya kuteuliwa ama bodi TFF na bodi ya ligi kuwatangaza kwamba tayari wadau mlishaanza kuwakataa. Hiyo ilikuwa na nia kwanza, mlishaanza kuatilia mashaka kwamba ni wanazi wa Yanga na vitu kama hivyo. Cha pili ni ile kauli ya rais, kwa maana kwamba yeye ni rais wa shirikisho. Kauli aliyoitoa Wallace Karia inatajwa nenyewe kuchangia kuvuruga mchezo huo. Sasa mimi nimeona pia nipate maoni ya mchungaji wa Simba ambaye niko naye hapa. Naitwa Rashid Kasim. Jina langu, nataka tu nimsikilize mchungaji. Kwanza tuanze taratibu. Nimsikilize mchungaji. Goli wanaolilalamikia wao, lakini alionaje maamuzi ya mwamuzi? Mchezo kwa ujumla ulikuwaje? Na hiyo ndio ilikuwa dabi ya Kariakoo visiwani Zanzibar siku ya jana. Mchezo wa Simba na Yanga ujao utapigwa Mei 3, yani mwezi wa 5 tarehe 3 mwaka huu. Itakuwa ni kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Simba atakuwa ndio mwenyeji. Niko na mchungaji hapa. Mchungaji, karibu. Ulikuwa mfuatiliaji wa mchezo huo. Twende haraka hapa kutokana na muda wako, ni kuokolee. Kwanza tunamshukuru Mungu, dabi imeisha salama. Ni mechi ambayo ilikuwa na mvutano kwa ajili ya hisia. Mechi za Simba na Yanga zina hisia kubwa, dabi zinakuwa na hisia. Na mbaya zaidi ni kwamba mechi ya jana wao Yanga Afrika washazoea kutufunga. Kwa waliingia na kichwani mwao walijua kwamba mechi ile wanaenda kushinda tena. Lakini si jana tulisema hatukubali. Kama mwanzo nilivyokuwa nazungumza kila siku, safari tutakubali kufungwa kwa njia yoyote, na kweli Mungu amesaidia, tumeweza kupata nini? Tumeweza kupata sare. Na nilitumia nguvu kubwa sana kuhabarisha watu kwamba safari hatuwezi kufungwa mara 7 mfululizo. Hiyo never. Nilizungumzia hapa. Na nakumbuka ulisema, nakumbuka. Ningesema sasa hatuwezi kukubali, na tunamshukuru Mungu imefanikiwa. Sisi kesho jana kama ushindi tu. Kwa miaka kama ushindi. Kwa mara 6 mfululizo si jana tumeshinda. Ndio maana watu wanaoshangilia sasa hivi ni Simba. Winga Libase Gwe, winga ni Sete Aura. Habari nyingine hiyo ni hatari ya mjini. Ino Lowemba. Ni hatari kubwa sana hiyo. Maodo Kante pala alikuwepo na Yusuf Kagoma. Yaani nakwambia hivi ni hatari, na wale wako bench ukiangalia tena ni hatari. Rushinde Rak, Nixon Kibabage nyuma huku. Timu imeenea kuliko makipa, ukiangalia wewe mwenyewe unachagua tu ni yupi adaki. Tunazungumzia mchezo. Kwani ilikuwaje akaja katolewa Dickson Job, Mohamed Hussein? Jana ulimwangalia upande wa Yanga ikaonekana kama muda wote kina Gee ndo anapita kule. Gea alifanya usumbufu mkubwa sana, sio yeye tu. Mohamed Hussein ilifikia hatua akawa ananyosha mpaka mkono hivi. Ukienda upande wa Baka ilifikia hatua wakawa wanapokezana, lakini jamaa anaingia kwenye box. Hesabu mara 4 zote hizo aliingia mpaka ndani ya box kwenyewe. Kwa hiyo sifa zimwendee Diarra. Kwa hiyo jana wao sema ni man of the match ilikuwa ni sawa, kwa sababu Diarra jana ndio leo kwa Yanga. Simba jana kwa anashinda goli 4. Goli 4. Kwanza ka save 3 za pale kwa pale. Kipindi cha kwanza. Yanga walifikia hatua kipindi cha kwanza wakaona sasa Diarra kwa sababu ni mtu wa mpira na ni mjanja, ikabidi ajionyeshe ameumia kupunguza pressure. Kwa hiyo Diarra yale hayakuwa maumivu. Aumia wapi? Ngoma ikaanza upya tena. Mipira inaanzia katikati hapo. Zile winga, unajua tujapata siku nyingi sana winga zote mbili ambazo zinakuwa zinaingia ndani ya box. Kwamba mtu akishika mpira anachokitazama ni kuingia ndani. Upande winga ile ya kule na winga ile. Sete Aura na Libase Gee. Yeah, zote zinaingia ndani ya box. Sasa ndio kwa usumbufu mkubwa kiasi kwamba ikafikia Jobu akasema jamani mimi naenda kupumzika. Akaomba maji. Nipumzike vipi? Nimeumia nikakaa kwa sababu adha anaweza kuwa kubwa nikapata. Jobu aliumia, alijivunja. Ndio ile inavyokuwa vile. Wachezaji wakubwa ambao hataki fedheha wanafanya vile. Kama kaumia hivi. Kwa sababu si mzoefu wa mechi kubwa. Ukiangalia huku winga huku matatizo yanakuja kwako. Winga huku matatizo yanakuja kwako. Ndio maana unakuta Diarra alikuwa anafoka muda wote. Mnafanya mambo gani? Sio ndio hivyo ndio kuzidiwa kwenyewe. Ukihesabu mipira ambayo kipa wa Simba amedaka haifiki hata 5. Alikuwa kama yuko likizo. Kwenye dakika 90 nzima. Beki aliyemleta Rushan. Wewe inabidi tumtafutie zawadi kubwa sana. Aliyemleta Rushinde Rock. Alijitoa mara 2 mbele ya Ukelo. Mimi sijakuwa na beki kama yule.
Yaani aliruka hapa akajiongeza tena afu ndio mpira ukatoka. Afikii ubora ambao kuna kipindi aliwahi kuonesha Inonga Baka Velana. Amfikii huyu achana. Kwa sababu ana vyote. Huyu ana akili. Umeona? Alafu anachukua mpira kwa utaratibu, alafu ana kasi. Vitu hivi Simba hawezi kupata kwa hizo hawezi kupata beki kama yule tena. Si nani ayemleta yule beki? Haya Ture. Ismail Ture. Kwa sababu Ture mimi nikasema kaumia yule tutamkumbuka tumesahau kwamba tuna yule. Ya brother Kihamza. Simeelewa? Nikatamani nikasemaje sasa hivi tutabidi tupate mabeki wote kutoka nje. Katikati. Sasa unaona jinsi wanavyopishana. Kwa hiyo sasa hapa kuna kitu. Haya, Kibabage mpaka watu wa Yanga wanauliza, kweli ni Kibabage huyu au tumtazamie mwingine ambaye ndio Kibabage mwingi. Vibaya mno na isingekuwa Diara mimi Mvebechi ingebidi apewe nani? Kibabage. Zilikuwa zinatolewa mbili na ingebidi apate. Jana Yanga walishikwa maeneo yote. Niliangalia jukwani kule nikamwangalia msemaji wa Yanga. Alikuwa anakosa raha. Alikamwe. Alikuwa anakosa raha. Kwa sababu hawajazoea mikiki kama hii na kasi kama ile. Sisi jana mimi binafsi nasema Simba jana alishinda. Simba jana kashinda. Kivipi na matokeo yanaonyesha ni draw? Nyinyi mtajua wenyewe. Mimi kwangu Simba jana alishinda. Na ndio maana jana nilishangilia. Sasa si ndo nasema, yani alishinda kivipi? Mimi na imani Simba alishinda goli moja. Lipi? Hivyo ambalo liliingia. Walio kataa watajua wao. Mimi ninachojua Simba jana alishinda goli moja. Hebu tuende kwa hilo goli ambalo unasema liliingia. Si muamuzi tu. Kwanza move ilikuwaje mpaka likaja kuzaliwa goli? Move imepigwa. Hapa kasimama Mnyeto, hapa kasimama Mwalimu. Mpira ule kauchukua, umechezwa, Diara kaucheza, anataka kumalizia huyu kagoma. Lazima ni pamoja huko anakuambia bwana ile ni offside. Watu wanamuuliza wapi? Ikasema tu offside. Mpaka hata referee mwenyewe kwa anamshangaa. Sasa naona referee akaona tukitofautiana hapa tutaleta shida. Ngoja nikubali tu. Lakini jana mechi ya jana referee alichezesha vizuri. Kasoro ni hiyo moja tu. Ya yule Lazima. Na yule Lazima aliua move za Simba karibu 3. Watu hawajakumbuka tu. Simba kwa anaenda kushambulia anaweka offside. Nataka nimfuatilie yule Lazima ni wa wapi? Na alikuwa na nia gani? Lazima tujue. Sababu inawezekana mamia watu wameenda mpaka Zanzibar. Maana yake ukisema alikuwa na nia gani kwamba labda alikuwa anacheza matokeo anayo yeye. Si ndio nakwambia? Kwa sababu nia gani kwa sababu katunyang'anya ushindi wa goli 3. Katunyang'anya na mimi ninavyojua bodi ya ligi hawezi kumwacha salama yule. Yule atamfukuza kabisa. Kauli ya Warren Scaria kwamba mwamuzi atakaye haribu mchezo huu. Zile kauli za nani tu za kufurahisha. Na sana watamtoa tu. Watapeleka mambo mpira na. Kwa hiyo tunapozungumza yule hana kazi. Mpaka sasa hivi hana kazi. Na sidhani kama huyu referee kitakachomponza. Kwa nini umeona jambo kama lile ukiwa mwamuzi wa mwisho unakoshinda kuchukua hatua? Sababu goli zuri lile unakata vipi? Kila mtu unayemuuliza anakuambia goli zuri mwisho kufunga. Kwa hiyo hii inaleta picha mbaya katika mpira wetu. Na Simba mwisho siku ndio wao Simba wanalalamika wanaonewa. Wanajenga picha hiyo kwamba sisi tukicheza na Yanga tunaonewa tu. Kumbe inawezekana maamuzi tu ya maamuzi yake mwenyewe. Na Yanga jana walikubali kufungwa. Kabisa mapema kichwa wanashakubali mechi tunashapoteza. Sema sisi tu wenyewe ndio tumedelay. Ubora wa Simba au Yanga hakuamka vizuri? Sio kuamka vizuri. Ndio kuzidiwa kwenyewe na ndio graph ya Yanga ina drop. Vile ndio Yanga anashuka sasa. Yeye bado hamjaelewa. Yanga ilifikia hatua kumchezea mpira kama yule ulikuwa huwezi. Kutokana na ubora uliokuwa. Kuna kipindi Yanga ilikuwa ya moto. Ilikuwa wewe. Sasa muda unavyozidi kwenda wanazidi kudrop. Na bahati nzuri hakuna dirisha kubwa wala nini hapo katikati. Kwa hawa watu tutakutana nao mechi inayofuata. Na tunaomba hiyo mechi tuchezee Pemba. Gombani. Tuchezee huko. Sio Lupaso tena. Inaonekana huko tuna upepo nako. Huko tukachezee huko. Guantanamo Bay pale ilikuwaje? Na mimi nashangaa na ile jina wale lileta na ingekuwa jana wameshinda. Takulala sisi tungekosa. Wameleta hilo jina, wamelinadi kwamba pale hatoki mtu, bahati mbaya wao jana ndio wamenusurika kutoka. Kwa hiyo jinsi gani inaonyesha Simba imeimarika. Simba imekuja kivingine. Wachezaji wanaonekana wana spirit kubwa. Wachezaji wanaonekana wanaipigania nembo ya Simba. Mimi ndio kitu ninachokipenda hicho. Kuipigia logo ya Simba. Watu wanatoa jasho mpaka wanasema naam. Jana sasa katika mtu anayecheza asilimia chini ya 50 hayupo. Bwana vipi kuhusu Elim Panzu Kibisawala? Ile ni habari nyingine tena nataka hata kuisikia ile habari. Sababu kivipi tena Kibisawala haonyeshi wala haonyeshi kwamba anataka kufanya kitu fulani. Yaani kama kuna kitu kimemwathiri kichwani. Kwa ile ya kwamba Kibisawala nilikuwa nasikia mashabiki wa Yanga hawezi kuifunga Yanga huyo. Hata sipoifunga Yanga
Sasa yeye kama ni mjinga anasikiza Yanga, Yanga watamtaka kwa hali ile. Kwa hali ile Yanga kama kienda ataenda kukiwasha. Hawezi, na mpira jinsi ulivyo. Unajua kweli hata kwenye mazoezi mwalimu anakuambiaje? Hata kukutana na timu ya daraja la kwanza, funga. Wao unapewa ile funga, yani kufunga kuna kuzoea. Kuna kuzoea. Kufunga kusahau. Ukipewa game hata kama una uwezo kufunga. Kwa hiyo yeye kama yeye ndo tabia anayotumia hiyo, ili mwisho siku labda aende upande wa pili ili akacheze mpira, nako hataweza kucheza mpira. Yaani mpira, mtu kujua mpiga mpira akiwaambia funga afu usifunge, usifikiri kwamba wewe unamfurahisha mtu, unajitengenezea mazingira wewe mwenyewe kupotea katika ramani ya mpira. Wale kuja wangapi kina Shishimbi, walikuja hivyo hivyo. Tena Wakongo hawana shida na Shishimbi, wamekuja hapa. Shishimbi kaonekana kwamba anatakiwa na nani? Na Simba. Umeona, mwisho wa siku Simba wakamtema, anarudi Yanga, Yanga anambia atoa nafasi tena. Huyu hajabajua Tanzania, na alisema miongoni mwa vitu anavyovijutia ni hivyo. Ndio ninalokueleza. Kwa hiyo jana kilichotokea, Simba wachezaji wote wameperform. Leo imefikia Kasoro Eli. Leo imefikia tu eti Mrigo eti naye kwa bench. Kibabage anapokiwasha, huwezi kuamini kwamba ndio yule. Kwa hiyo kuna mabadiliko, kuna change kubwa sana ndani ya Simba, na Mungu aisaidie Simba hizi mechi zinazofuata za kanda huko tuweze kushinda. Tukiunda first 11, yani wachezaji 11 wa dabi, tuchukue Simba, tuchukue na Yanga tupate 11. Wa Yanga anaweza kaingia wawili. Na. Kipa Diara. Labda ukaja ukamchukua na nani yule? Nani? Mohamed Hussein. Mimi naona ni mmoja huyo kipa. Wengine wote kwa sababu aliyetunyima ushindi mkubwa jana ni kipa. Ndio aliyetunyima ushindi. Kwa hiyo kwenye first 11 ya dabi mchezaji wa Yanga ametoka mmoja. Ni kipa peke yake. Jigi Diara. Alafu hii ya Simba naingiza mle pap. Wala wachezaji 10 wote naingiza, afu kipa anamweka Diara. Sio ndio mpaka hapo. First 11 ya dabi. Hapo ukisimama Nchale, ukiinuka Nchale, ukitengechika Nchale. Kumbuka kipa huyu hapa wa kwetu ni kipa wa national team. Jibril Kasara ni kipa wa timu ya taifa ya Niger. Haya, sasa kama kipa anareja anafanya makubwa kama vile ndani ya klabu ya Simba, Simba tutafika mbali kwa kupitia Steve Baka. Steve Baka kamzidi nini Pedro Gonçalves? Steve Baka jana alichofanya, aliweka kwanza viungo wengi. Alianza bila striker, watu wakaanza kujiuliza anataka nini, anataka. Sasa ili ucheze na Yanga uamudu, wakabie juu. Wasipate nafasi ya kufikiria jinsi ya kuunda mashambulizi. Kwa sababu Yanga hao hatari aanze kujipanga kuanzia nyuma. Yanga anakuwa hatari kutoka kwa Diara. Ndio maana Diara akisimama na mpira hana haraka, anaanzaga hivi. Hivi afu anakuja kila Diki anapeleka kule. Kwa hiyo jana kilichofanyika walikuwa wanakabiwa hapa. Kila wakipumua hapa. Hakuna kupanda kila Mohamed Hussein. Kila wakipumua hapa. Wakajua labda dakika 15, dakika 45 hapa. Wao ndio wanakoswa, wakaona hii shughuli pevu. Mipira iliyopigwa kadaka yule kipa ni mipira miwili. Paka half time. Alodaka kipa wa Simba. Paka half time. Nini? Plani aliyokuja nayo. Sisi tulilaumu kwa nini hakujaanza na striker, lakini alikuwa sahihi kutokana na aina ya Yanga jinsi ilivyo. Ndio nikajua yule jamani mwalimu. Na yule mwalimu kabla kipindi hapa alifundisha Stellenbosch. Stellenbosch. Ilikuwa ni timu kama unavyoona Mtibwa. Enzi hizo. Lakini alivyoipewa timu ikabadilika kaenda mpaka finali kombe la shirikisho. Simba bado hamjaikubali, mtaikubali zaidi hapo. Yule mwalimu ana kitu kikubwa mno. Na bonge la mwalimu yule bwana. Na yule bwana tukienda naye mwaka kesho klabu bingwa, sidhani kama mwalimu atarudi tena. Yatakuwa kama ya nani mwalimu aliondoka. Ulishamwangalia kocha wa Yanga, na sasa hivi mashabiki wa Yanga ni kama hawalizishwi na muundo wa timu yake, namna ambavyo anatengeneza. Zaidi wanazungumzia kimbinu. Ulishamwangalia kuna mechi za ligi, umemwangalia na kocha wa Simba. Kocha wa Yanga ni sahihi kuendelea kusalia ndani ya viunga vya Yanga ukimwangalia namna anavyoichezesha. Shida waliopita Yanga walikuwa na uwezo mkubwa kuwapata wa place zile nafasi. Hawapo. Yanga wana mpira wao. Wakina Ziki, yaani wao Yanga wanaikumbuka Yanga ile? Wana mpira wao kichwani. Kwa hiyo yoyote anayekuja anaonekana alikavi kutokana na ubora wa wachezaji waliopita. Hiyo ndio shida ya Yanga. Sio kwamba Yanga ni mbovu hivyo. Ubora hata Okelo akiwa the Cranes ya Uganda ni bora kutokana na aina timu ya taifa ilikuwa kitambaa kwenye chani. Ligi ya kule tofauti na ligi ya kwetu. Hapa anaonekana si kitu kutokana na ubora wa wachezaji wamekupita Yanga Afrika, anaonekana kawaida Okelo. Simuelewa, lakini ukimwona nje kule unasema nikimleta Yanga pale Yanga kumleta mtu pale, umlete mtu ambaye ataje kuperform zaidi ya Ziki, zaidi ya Mzinze, zaidi ya Mayele, zaidi ya Ucho. Hao bado choreography yao wale iko juu. Simba wamekuja watu ambao wamewazima walioondoka uwezo mkubwa wao kina nani hao kina Ura. Sasa watu wanasema hii ndio bora.
bado hujanisoma mpaka hapo. Walioondoka hawajapata mawinga wenye kasi kama hawa wa kuingia ndani ya box. Sio kuelewesha. Si winga zetu zote mbili zinaingia kwenye box. Ancent Yaura libasege. Lakini Yanga ilikuwa ni huyu Pacome peke yake. Sasa bahati mbaya na jana hakuwepo. Sasa Simba watu wakiona vile, alafu hapa chini wanaona Innocent Olemba jinsi anatoa zile pasi. Olemba. Wana Simba wanafurahi, wanapata raha kama timu haijapata ushindi, kwamba wana imani timu yao siku zijazo itakuwa inatisha. Wao wanaelewa mpaka hapo. Mwalimu anaonekana sasa hivi ni striker. Kumbe alikuwa anakosa watu. Na kuna mtu mwingine alisema kwa nini mwalimu asingeanza? Bila kujua mwalimu alifanya vile, nani kocha alifanya vile ili Yanga unyongonyeze mapema. Ukimwanzisha mwalimu pengo moja litapungua. Kwa hiyo Yanga akawa kila kifanya hivi mpira anazidiwa. Alikaibiwa juu. Na plani ile ile kuja nayo mwalimu alishaisoma Yanga ni design gani. Akaja akamuingiza sasa ile mwalimu. Mwalimu aliingiza ndio akaja ana goli sasa. Umeona hivyo na mahesabu mazuri. Goli tukapata goli zuri tu kabisa. Mimi na hesabu tulipata goli moja. Kwa hiyo ushindi wa jana wa Simba ambao mimi nautaja, ushindi wa jana wa Simba, sisi wana Simba tumefarijika na tumefurahi. Kuna hatua tumepiga. Tulikotoka na tulipo, na kuna kitu tumeimprove. Ndio maana jana unakuta watu wa Simba wanashangilia mpaka leo wanashangilia. Maana kuna hatua tumepiga. Kwa ambao wanasema lile goli la mwalimu sio goli. Wao watasema hivyo, lakini dunia imeona na walioko mpirani wameona kwamba ilikuwa ni goli. Halali kabisa. Wala ni shida yote. Hata wachambuzi kwa sababu ni mchungaji lakini mimi ni goli zuri. Goli zuri. Mimi nikwambia sio goli, ningekwambia sio goli. Ile goli zuri sijajua kwa nini ametukataa. Na ndio maana unakuta baadaye yule lazima ni kama alijistukia. Ashatoa maamuzi, alafu baadaye akaja kistukia ndani kufanya makosa. Lakini sasa ibidi asimamie maamuzi yake yale. Kwenye ile nafasi ambayo wanasema Dube na yeye alinyimwa, ikawa ni nafasi ambayo Yanga walinyimwa nafasi ya kupata goli. Ile ilikuwa ni offside zairi, hata ukipiga ile mstari unaonekana kabisa huyo. Dube alikuwa offside. Kabisa. Na hata ukipiga ile mstari unaonekana kabisa ashashinda. Kwa hiyo sio kama anavutia kwangu. Mimi Dube ingekuwa nini kama ilikuwa ni kweli kwamba tumefunga, refa ndio karibu. Ukweli lazima mtu useme. Jana tumecheza mpira mkubwa ambao hatujawahi kucheza kwenye derby kwa muda mrefu. Simba Sports Club. Wewe ukishaona fikia hatua mpaka Diarra anarudi nyuma. Diarra anaamua apoze mashambulizi. Diarra anapoteza muda. Sema Diarra anawafokea mabeki. Kwamba hali ilikuwa sio nzuri. Yanga walizidiwa. Na ndio maana Yanga anasema kama kutufunga mechi hii mtatufunga. Hapana. Wachezaji ndio hawa. Hao utakutana nao tena. Hapa katikati hamna dirisha. Simeelewa? Na hawa watakuwa wameimprove. Wamekuja Januari tu hii dirisha dogo. Simeelewa? Ndio kitu hicho. Yule Dep mimi nitaka jana aonyeshe alichokuja nacho. Jana tukupimo. Kwa nini unasema anafanana na Papa David Molinga? Na Molinga naye alikuwa hivyo hivyo. Alivyokuja alionekana kama ana kitu, kumbe baadaye akaonekana kama kawaida. Kwa Dep kama Molinga. Jana ukitaka ujipime, unajipima na timu kubwa kama Yanga. Wewe ni mtu wa design gani? Kumbuka Simba imepata first 11 kwa kupitia Yanga hii ya jana. Hiyo ndio first 11 ya Simba unatia sasa ndio hiyo. Hapo utakuwa unaingia sasa mtu akiumia. Hiyo ndio first 11 ya Simba. Tumuongelee Dep. Dep ni mchezaji ambaye jana hajanyonyesha kitu. Jana nataka nionyesha anachukua mtu, anafanya hivi, anapiga makeke, anaingia kwenye boksi, watu wanaokoa, anasema kweli huyo. Ndio mfananisha na Molinga. Mimi wale wangu naona kama kwani Molinga kwa mbovu hivyo watu wanavyosema. Sijina tu waliliona tu hivyo ndio. Papa David Molinga. Mimi tena namfanisha naye kwa mambo mengi tu, na uchezaji kila kitu. Lakini ama winga wa jana wameimprove. Kwamba unawaona kabisa unachofanya. Ancet Yaura na Libasege. Unaona Shabana anapopiga matobo, unaona Shabalala anatembelea mikono. Mtu anapochukuliwa, mtu akichukua mara ya kwanza unasema hii mara ya kwanza. Anaagizwa mpira mwingine tena. Haya, wewe na Baka wanachekechwa. Mtu anaingia nao. Upande huo huko nao wanachekechwa. Winga zote mbili. Simba hicho bahatika amepata winga zote za kuchekecha kuingia nazo ndani. Kwa hiyo wakija kukaa wakaelewana ndani ya msimu tutashikana mashati. Simba hii. Sasa hivi utaona tu wana Simba sasa hivi wana raha, utafikiri ndio wameshinda. Na t-shirt na sauti wanavaa jezi wala shida. Watu wa Yanga na warudi nyuma. Sasa mimi nashangaa unarudi nyuma wakati ni sare. Nini? Fikra kwamba watu shazoea kuwafunga. Alafu kuna watu waliingia ingizo la engineer. Hawajawahi kuona Yanga ikitoa sare na Simba. Wao toka engineer aje wanaonaga Yanga ina shida. Sasa washaona hivi sasa wanavunjika moyo kabisa. Na wataanza lawama bila kujua kwamba mpira hauko hivyo. Grafu Yanga imedrop, sasa haija drop vizuri. Hawa sasa wakija kupata kwa sababu hawa watatoka kwa drop wao dirisha kubwa. Hawa wote watatoka. Wataleta watu wengine. Sasa mpaka waje wa improve sisi tuko wapi? Ndio kwamba Simba sasa hivi imemarika na Simba inajengeka kwa ajili ya msimu unaokuja. Bana, neno lako ni lipi bwana? Neno la mwisho tunaondoka hapa. Kwa hiyo issue ya waamuzi
Ni makosa ya kibinadamu, twende sasa kabisa tulimalize hili, au ni mpango maalum kama ambavyo wanasema watu wengine kwamba mwamuzi anaingia na matokeo yake mkononi, kwa unavyoona wewe? Lakini kuna mwingine inawezekana anafanya kwa kutokujua, na mwingine ana maagizo, mwingine anafanya kumridhisha mtu fulani. Haya, linesman wa jana unamsemea wewe. Kwa katika hao matatu hatujajua kasimamia lipi. Inawezekana ni maagizo, inawezekana kutokuelewa, inawezekana anafanya makusudi tu. Vyote hivi vinawezekana. Makusudi kwamba Simba tu akose goli tu. Inaweza kufanya makusudi. Kwa hiyo vyote hivi vinawezekana kwa sababu kwamba utoe ushahidi kwamba yeye kaagizwa nani, unakuwa uwezo kutoa. Kwa hiyo hizo hisia zote tatu lazima utembee nazo. Lakini mimi nimefurahi jana, dabi imechezwa nzuri sana ya kufurahisha. Kingine ambacho kimefurahisha kitendo cha mashabiki kukaa pamoja. Hii jambo sio jepesi kwa sababu hata mikoani inakaa pamoja unajua. Mikoani huku Yanga huku Simba, lakini jana kila sehemu huku Yanga Simba imechanganyikana sehemu moja. Kama unavyoona Kaizer Chiefs na Orlando. Jana imekuwa jambo zuri sana. Kwa jana mimi nimefurahi, imeisha dabi vizuri, imeisha salama. Wana Simba sisi ndio mwanzo huu sasa. Huu ndio mwanzo wa kuwa na timu bora. Na utaona viwanja sasa, viwanja kutoka vinajaa watu. Kwenda kumuona Aura. Mabuye. Na Innocent Orembo kutoka na Jai kule kuona. Si burudani kama jana. Chembela anacheka. Jana mpaka watu wa Yanga wameburudika. Watu wa Yanga jana wameburudika. Muda wote kama kaka hivi. Muda wote dakika 90. Kwanza dakika 45 kosa nyingi. Muda wote hana raha. Mpaka mpira unaisha. Baada ya mechi kapeleka kipaza akaambia wenzetu wana timu. Na watafika mbali, mwenyewe anazungumza. Kwa hiyo mpira unachezwa hadharani na mpira haujifichi. Ukicheza vizuri utapongezwa, ukifanya vizuri. Kwani Yanga wakati iko kwenye fomu nani hapa anaikataa? Kwa hiyo Simba ya sasa na Yanga ya sasa, Simba bora. Si jana tu tumetoka kudhihirishwa kwamba ubora uko wapi. Kwa hiyo sasa Yanga alivyokuwa bora hakuna mtu anakuwa anakataa. Unaenda nayo unasema Mungu saidia leo tusifungwe nyingi. Kwa hiyo ubora wao sasa hivi unapungua, sisi tunapanda. Mpira ulivyo siku zote. Na uwezo ukawa juu siku zote. Hilo sahihi, hilo sahihi. Kuna kipindi una drop, wengine wanapanda, ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo huu ni wakati wetu. Sasa ku-maintain kupanda kwako utaweza? Wanaita consistency ule ya mchezaji ule muendelezo. Kwamba ku-maintain kwamba timu ibaki kwenye ubora na kuboresha kutakuwepo. Ndio kitu ambacho Yanga walifanya. Msha Aziki kutoka Maele, si nani? Au chuko katikati hapa. Hapa juu akamleta mtu mwingine, nani yule huyu Mzinze. Clement Mzize. Yanga ikoonekana mbona kama yupo, mbona mambo ni yale yale. Nini wali maintain. Bana.